Yanga inaendelea na msako wa kutafuta kocha mpya, na sasa kuna majina mengine mawili yanatajwa, akiwemo kocha wa zamani wa Simba Sports Club ambaye aliibadilisha timu hiyo kurudi kwenye ubora ilionayo hivi sasa. Si unamkumbuka Fadlu Davids ambaye msimu uliopita alifanya kazi kubwa ya kuibadilisha Simba na kutisha hadi kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika? Basi kocha huyo wasifu wake umepitiwa na mabosi wa Yanga, kisha akapigiwa simu moja juu ya kuangalia uwezekano wa kumchukua. Hii ni mara ya pili kwa Yanga kumhitaji raia huyo Afrika Kusini, na awali ilimfuata wakati kitafuta kocha mwishoni mwa msimu uliopita kipindi anaifundisha Simba ilipomkosa ikamwajiri Romain Folz ambaye hata hivyo waliachana naye mapema tu baada ya kuiongoza timu katika mechi 6. Fadlu mwenye umri wa miaka 45 kwa sasa anifundisha Raja Athletic Club ya Morocco ambayo inautafuta sana ubingwa wa nchi hiyo, na kama ataukosa lolote linaweza kutokea katika ajira yake kutokana na presha mashabiki na hata viongozi wa klabu hiyo. Taarifa zilizopo zinadai kwamba mabosi wa juu wa Yanga wanatamani kupata kocha kijana ambaye anajua kuendeleza ubora wa wachezaji, na wameona Fadlu ni mmoja kati ya wanaojua kufanya kazi hiyo. Nikimnukuu mmoja wa viongozi wa Yanga amesema, tunapitia majina mengi, unajua hata Fadlu tumeongea naye, ni kocha ambaye ana vitu ambavyo tunavitaka hasa juu ya kuendeleza ubora wa wachezaji. Unajua wakati akiwa Simba sisi Yanga ndio tulimharibia kutokana na kumfunga mechi zote 2. Ni kocha kijana ambaye anajua sana kazi yake na ana jicho la kutafuta wachezaji bora. Sisi tunajua yupo kwenye timu anayolipwa fedha nyingi, lakini kuna presha kubwa sana kushinda hii ya klabu zetu hapa. Mwisho kunukuu. Fadlu kabla ya kutimka Simba mwanzoni mwa msimu huu akiongoza timu hiyo katika mechi 2, akianza na kichapo cha bao 1-0 kwenye ngao ya jamii, kisha kupata ushindi wa bao 1-0 ligi ya mabingwa Afrika. Msimu uliopita aliokosa ubingwa wa ligi kwa tofauti ya pointi 4 uliobeba na Young Africans, lakini akaipeleka timu hiyo kucheza fainali ya kombe la shirikisho Afrika akipoteza mbele RS Berkane kwa jumla mabao 3-1. Mbali na Fadlu ambaye ni raia wa Afrika Kusini, Yanga pia imezungumza na kocha Amin El Karma aliyewahi kuinoa RS Berkane ya Morocco. Aidha, Yanga ilimvutia waya pia Ben Yozevo na kuzungumza naye ikitaka kumrudisha kikosini, ambapo hapo awali hakukaa sana, kwani alikuja miezi michache wakati timu hiyo ikiwa kwenye mechi za kombe la shirikisho Afrika kuanzia hatua ya robo finali 2022-2023, msimu ambao ilikwenda kucheza finali. Bosi mmoja wa Yanga amesema zoezi la kutafuta kocha halihitaji haraka, kwani wanafanya mambo kwa utulivu wa hali ya juu kumchagua atakayekuwa bora zaidi. Ndiyo maana wamekuwa wakiwasiliana na wale wanaoona wanaweza kuingia kwenye falsafa yao, huku kigezo kikuu kikiwa ni umri na uwezo wa kuinua vipaji vya nyota wao kikosini hapo. Ben Yosef aliyezaliwa Novemba 21, 1988 kwa sasa ana umri wa miaka 37. Kwa upande wa El Karma amezaliwa Aprili 8, 1986 na ana umri wa miaka 40, huku Fadlu akizaliwa Mei 21 mwaka 1981 ana umri wa miaka 45. Wakati msako huo wa kocha ukiendelea, aliyeondoka Pedro Goncalves alikuwa na umri wa miaka 50. Kabla ya hapo mtangulizi wake Folz alikuwa na umri wa miaka 35. Kwa sasa kikosi cha Yanga kinaongozwa na Abdi Hamidi Mwalin mwenye umri wa miaka 36 akisaidiana na Patrick Mabedi aliye na umri wa miaka 52. Imeandikwa na Victoria Melikiadi na kusoma kwako nami Hamza Saifu.